2007 ufunguzi rasmi wa klabu ulifanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2009 ufanyaji wa mazoezi ulihamia katika ukumbi wa Chemchem, na mwaka 2012 tukahamia katika kiwanja hiki tulipo sasa. Mheshimiwa ndugu mgeni rasmi, tokea ufunguzi rasmi wa klabu hii Tempo tumeweza kushiriki matamasha mbalimbali likiwemo lile la Millennium la 2007 ambalo likishirikisha mikoa yote Tanzania na kufanikiwa kushinda nafasi ya pili kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, si hivyo tu, bali mwaka 2011 tulishiriki mashindano ya kitaifa ya Kung Fu na kujinyakulia medali za dhahabu 4, shaba 1 na ya fedha 2 na kushika nafasi ya pili kitaifa. Tumeendelea kushika nafasi hiyo hadi sasa. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchezo huu wa Shaolin Kung Fu una faida nyingi sana, japokuwa watu wengi hapa Tanzania bado hawajazitambua. Kwa kifupi, faida hizi Mheshimiwa mgeni rasmi zimegawanyika katika makundi makuu matatu. 1, kuwa chanzo cha ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchezo umewezesha vijana wengi kujiunga na jeshi kutokana na hali ya ukakamavu ambayo tayari vijana huipata kabla ya kujiunga na jeshi, hivyo kupelekea kumudu kikamilifu mikiki ya jeshi ukilinganisha na vijana wengine ambao wanakuwa hawajapitia mchezo huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchezo huu unaweza kumfanya mtu kuwa mlinzi wa mwingine, yani self bodyguard, na hii kutokana na kuwa mizunguko mingi ya utafutaji katika dunia na uaminifu kupungua baina ya mtu na mtu, hivyo basi watu hutafuta ulinzi na kwa ajili ya kujihami, hivyo vijana wengi hupata ajira kupitia njia hiyo. 2, kiafya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kiafya mchezo huu umekuwa ni tiba ya magonjwa mengi, mfano shinikizo la damu, yani blood pressure, kwani hupelekea kupungua kwa kiasi kikubwa sana cha uzito, yani mafuta, na pia ni tiba ya maumivu ya viungo, misuli, na pia hupelekea mifumo mbalimbali ya mwili kufanya kazi inavyotakikana. 3, katika magonjwa, furaha na mfano wa harusi, pia watu husaidiana kiushauri pale mtu anapokuwa amekumbwa na jambo ambalo linahitaji kufanyiwa kazi. Kwa hiyo huweza kusaidiwa kiushauri. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto tulizonazo mpaka sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, hatuna sehemu rasmi ya kufanyia mazoezi. Hapa tulipo ni eneo la mtu, hivyo muda wowote tunaweza tukahamishwa eneo hili. Pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo hili ni dogo sana. Tunakumbuka wakati tunaanza mazoezi tulikuwa na wanafunzi wapatao 9, na sasa kuna wanafunzi wapatao 80. Katika hao 80 tuna vijana 40, yellow 8, green 10 na brown wanafunzi 10 pia, na brown na green wanafunzi 5. Hivyo eneo hili limekuwa ni dogo sana, na muda wowote tunaweza tukafukuzwa au kuhamishwa. Na pili, vifaa vya mazoezi havitoshi na si hivyo vya kisasa, na pili unaweza kujionea wewe mwenyewe. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na hali ngumu tulionao, wengi vijana wanashindwa kumudu kikamilifu kwa ukosefu wa michango na midogo inayotakiwa hapa, na kuweza kushindwa kucheza kikamilifu mchezo huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, walimu wa kufunza waliopo hapa hawana ajira, hivyo kujitolea kwa 100% kwa kufundisha vijana na kusababisha kutojitolea kwa 100% kutokana na majukumu yao ya kifamilia ya utafutaji, hivyo kutofanya zoezi hilo kikamilifu kwa 100% na kujikuta wanafunzi baadhi kushindwa kuendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, mtazamo hasi wa jamii kuhusu mchezo huu, wengi wanaona kama ni mchezo wa kihuni na wa ugomvi, kitu ambacho si kweli. Matarajio yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, matarajio yetu katika kuendeleza mchezo huu kwa siku zijazo, kituo kikusanye mambo mengi kwa pamoja, na kwa hii ni shule tosha zaidi ya shule. Tunategemea kijana apate utaaluma zote, elimu ya msingi, sekondari na Kung Fu kwa afya bora. Naomba kuwasilisha kwako Mheshimiwa mgeni rasmi. Hiyo ni sala fupi
kwa mgeni rasmi. Kifuatacho sasa ni mawaidha kutoka kwa mwalimu Mheshimiwa Mr. Maulid Msula. Sana japokuwa mimi mgeni siku ya leo. Kwa kweli hii ni michezo ambayo imenifanya niweze kutoka katika nchi yangu kusafiri ndani ya nchi ya China. China ni mbali sana. Unapita Arabia zote mpaka unafika China. China na Tanzania tumepishana masaa 6:30. Yaani saizi China wamelala. Na ndio maana wengi walikuwa wakinipigia simu kuanzia saa 10 wanaambiwa huyu mtu hayupo. Ni kwamba nimeshalala. Lakini hii yote mpaka nafika China mazoezi. Elimu yangu ni ya msingi. Lakini nimepanda ndege 4, treni ya umeme na nimeishi vizuri, na mpaka nakuja hapa timu nzima ya Wachina itakuja tarehe 24 mwezi wa kwanza. Tutafanya depo ya pamoja uwanja wa Mnazi Mmoja, Dar es Salaam. Nimeondoka hapa watu walikuwa wanajua nimeondoka bidina. Nimefika kule nimerudi na elimu ya diploma ya Kung Fu. Certificate yangu nayo ya diploma. Mazoezi ni tiba. Kuna kitu ambacho kinachanganya sana kwa wananchi wa Tanzania. Na ndio maana sehemu nyingi tunakwama. Unaweza kukuta mtoto anapelekwa jeshini akiwa hajajiandaa. Anafika jeshini, inawezekana kidogo babake kidogo afya yake kidogo nzuri, basi kijana atazugazuga, atakuwepo kule, ataajiriwa. Lakini China haiko hivyo. Chuo tulichokuwepo sisi ni kwamba kuna wanafunzi ambao wanajifunza jeshi wako pale 3,000,000. Yaani mpaka unajulikana wewe kuna kazi kubwa. Na kila mmoja anategemea afanye vizuri ili aende jeshini. Tumefika kule wengi, bahati nzuri nilijiachia katikati, wakaniita mbunge. Lakini mziki ulipoanza, wiki 2 za kwanza kila mtu anatamani kurudi nyumbani. Saa 10 ya usiku unaamshwa ni mazoezi. Milimani, kukimbia, mazoezi mpaka saa 1. Unakunywa uji, unapumzika dakika 15, saa 2 mazoezi tena mpaka saa 5:30 mchana. Unarudi unakula chakula cha mchana, unaambiwa ukalale. Yaani ukiambiwa ukalala, yaani ukigusa kitanda ushalala muda huo. Saa 8 umegongewa kengele, umechelewa kuamka dakika 1 fimbo moja. Tulikuwa tunachapa hapo. Mwalimu umepigwa mara ngapi wewe? Nimepigwa mara nyingi kwa zile ndani. Saa 8 mpaka saa 12 ndio unarudishwa nyumbani, unapewa lisali moja la kujifanyia mazoezi mwenyewe kwa kabuzi wako. Ukishamaliza ndio wanakubali, sasa tumekubali na wewe nenda ukalale. Hali ya China ngumu sana kwa sababu ni barafu. Yaani ukichukua machupa maji kama toka zilipokaa mpaka sasa hivi zishaganda hivi. Sasa mwalimu anakupa dakika 15 anakuambia nataka jasho hapo. Hali ya hewa barafu. Nyuzi joto 4. Lakini Tanzania tumefanya vizuri sana. Nimeongoza na nikateuliwa katika kutengeneza filamu moja ya Kishaolin ambayo imechanganyika na watu kutoka Urusi, Uingereza, Marekani, na mimi nikashirikishwa. Kwa Tanzania nilichaguliwa peke yangu. Kwa hiyo si kazi ndogo, unatakiwa kwanza ujijue. Huku watu wengi sana wanasema mimi nafanya mazoezi, lakini si mazoezi. Wewe unafanya sifa watu wa kuona unafanya mazoezi, lakini si mazoezi. Fanya mazoezi ya kweli ujenge afya. Mazoezi ya kwanza kabisa unajenga afya yako. Pili ndio lolote linaweza likatokea baada ya wewe kufanya vizuri katika afya yako.
Kingine unatakiwa ujilinde, kwa sababu huwezi ukaenda China kwanza unatakiwa ukapime vipimo. Huyu mtu uko sawa sawa. Mwezi wa 6 alikufa Mwingereza mmoja katika mazoezi. Jamaa akadai maiti yao, wa China akasema hii familia yetu, maadamu amekufa huku tunazika. Kwa hiyo usikubali kwenda China kama afya yako mgogoro. Ukifika pale ofisi za Mnazi Mmoja kwa ajili ya kupima kupiga chanjo, unaweza ukakuta matapeli wagonjwa. Unataka nini? Chanjo. Leta 15 nikupe kadi. Sasa wewe kwa sababu unaogopa kupima na kila kitu, unaogopa chanjo, unatoa 15. Unakufa kweli. Kwa hiyo unahitajika kwanza ufanye mazoezi. Pili, ujiamini. Sisi tumeenda wa Tanzania tukiwa tunajiamini, na mimi ndio nimepewa timu kwa sababu nimeondoka nao ni wanafunzi wangu ambao nilianza nao wa Dar es Salaam. Nimeondoka na wanafunzi 3. Mimi ni mwalimu wao na nikawa kiongozi. Na tumefika kule baada ya wiki 3 za kwanza, wale vijana wakasema sisi mwalimu tunaomba nafasi tuwe passport zetu turudi nyumbani. Naambia tujitahidi. Kwa sababu cha kwanza kufika kule ni kwamba ushasaini kwenye hoteli, tunaomba passport. Hujajua nini kinatokea. Chukua passport wanahifadhi, wamemaliza hata unaweza kutoroka. Lugha gonga. Leo unamsogelea anakimbia. Anajua utaongea Kiingereza, ishakuwa mtihani. Kwa hiyo ilibidi tuanze kujifunza Kichina ili tuende na usawa. Ila kuna kitu kimoja, lugha ya mchezo ni kama lugha ya kidaktari. Ni kwamba ukitoka hapa hata kama hujui Kichina hata moja, lugha ya mchezo ni ile ile. Hakuna kigeni. Kwa hiyo kitu ilikuwa tunafundisha hapa ndio tumekuta kule. Kwa kweli nashukuru sana kwa sababu tumefanya vizuri na nimerudi nimefika na vitu vingi sana. Kwa sababu kwanza tulikuwa tunashindanishwa kule siku hadi siku. Mwalimu anatoa onyo kwamba mgonjwa ni yule ambaye hawezi hata kuongea, hata ukimpa uji unatokea huko ya mgonjwa. Lakini ukiumwa, mimi naumwa malaria, nakwambia wewe askari. Sasa uko vitani, mchako imetokea vita, umekimbia huko polini, una malaria. Unajitokeza kwa askari pinzani ili umwambie bwana mimi na malaria usiniue. Inawezekana? Haiwezekani. Nakwambia ingia hapo mazoezi. Ukibisha unakula mikwaju unaingia mazoezi. Tumechukuliwa katika utaratibu, tuna vitabu ambavyo tumetolewa kumbukumbu na CD ambayo ya kumbukumbu ya mazoezi kule. Ni kwamba kuna mwenzetu mmoja kutoka Ethiopia alizidiwa akalala. Ametoa viboko hakuamka. Ilibidi tuandamane. Hakuna jinsi, kama kutua basi mtu yoyote. Ndio ikaja ambulance kumbeba kumpeleka hospitali. Kama ametolewa kwenye kitabu chake. Wiki 2 ndio anapata fahamu. Kwa hiyo tufanye maandalizi mapema. Kama kijana wako anataka kwenda jeshi, usimpeleke tu hivi. Huko kuna siri kubwa sana. Sasa hivi swala la mwanajeshi kuwa na kitambi, China mfano anasema kabisa inabidi upelekwe mahakamani. Umekitoa wapi kitambi? Na wakati huo China ndio anakamata nafasi ya Tanzania sasa kijeshi. Basi tuko kule tulikuwa tunatembelewa na wanajeshi wa anga kutoka Tanzania ambao wanakuja kututembelea mara kusikia kwenye mtandao kwamba sisi tuko pale. Ni hali ya kujivunia. Kwa hiyo tufanye mazoezi ili tujenge afya. Kinachoendelea mbele kitapata. Tusifanye mazoezi kwa sababu nataka ni fulani amenigonga sikio basi nifanye mazoezi nikamgonge kwa. Huwezi. Fanya mazoezi kwa ajili ya afya yako. Vumilia kwenye mazoezi, unaweza ukavumilia maisha. Lakini kidogo ukiwa unakata tamaa, hali itakuwa ngumu. Asanteni sana. Nimeongea vya kutosha. Nasema nashukuru sana ndugu zangu wa Mlandizi kwa kuja kushirikiana na mimi. Ni hao. Mwalimu wa Mlandizi wa shukrani, mwalimu wa Dar es Salaam, mwalimu wa Tanzania. Kwa hiyo tunaendelea na ratiba. Kifuatacho ni risala fupi kutoka kwa mgeni rasmi. Ndugu na vijana, tunaomba usikivu.
kuitekeleza, kuisimamia na kuifanikisha. La kwanza kabisa, mimi nichukue nafasi hii kukushukuru sana mwalimu kwa muono wako, mapenzi yako, kujituma kwako ndiko kulikopelekea kuiletea sifa nchi yetu. Na ndugu zangu wa Mlandizi, muone sasa mna tunu ambayo Mungu amewapa. Maana sasa kama mna kiongozi wa kitaifa na kimataifa anayetoka kwenye wilaya yenu, Mungu akupe nini kidonda. Nafikiri ni wakati muafaka sasa wa kuona kwamba mwenzetu ameweza, na sisi tunashindana namna gani ili kwanza tujenge heshima yake yeye na uwakilishi wake, lakini pia na sisi tuwe sehemu ya mfano bora na wa kuigwa. Kwa mimi nina matumaini makubwa kwamba vijana 80 ambao wamejitoa wakasema na sisi tunataka tushirikiane na mwenzangu, kwanza tuwatie moyo, pili tuwape ushirikiano, lakini tatu ni lazima tufike mahali sasa vijana hawa tuwasaidie kwa hali na mali. Lakini jambo la pili, tunapojitoa, tunapowasaidia, tunaposhirikiana nao, tunamtia moyo mwalimu, na anaona kwamba kule China hakwenda peke yake, bali alikwenda na Watanzania wote na alikwenda na Wanamlandizi. Kwa mimi nilikuwa napenda nichukue nafasi hii kuwaomba sana na kuwaomba kwa dhati kabisa tuwape ushirikiano vijana wetu, tumpe ushirikiano mwalimu wetu, ili na yeye aone sasa kwamba mafunzo yangu yametoa faida kwa wenzangu. Lakini jambo la tatu, kama alivyosema, amesema michezo ni afya, michezo ni ajira, lakini pia akasema michezo ni sehemu ya mahusiano. Ametoa mifano mingi, na kwa bahati nzuri hakujificha katika mifano yake. Amesema wakati naondoka hapa kwenda China, mimi nilikuwa darasa la 7, lakini nimerudi China tayari nina diploma, na mimi amenipatia, nilikuwa naipitia diploma ambayo amepewa kutoka nchi ya China. Maana ingekuwa hapa tungesema inawezekana wamemjua jua. Sasa China wanakujua jua mtu. Jambo gani tunatakiwa kulifanya sisi? Kwanza la kwanza amesema michezo ni ajira, na kweli ni ajira. Tunakwenda kuona ni namna gani dunia inabadilika. Zamani